tumia damu ya Yesu kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Tumia damu ya Yesu kuomba rehema ili uweze kusamehewa. Ukitumia damu ya mbuzi, ukitumia damu ya kondoo, ukatumia damu ya mnyama au ya mtu, unajisumbua. Ule uovu hauwezi kutakaswa, hauwezi kusafishika. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba umenunuliwa kupitia gharama kubwa. Ile gharama ilitumika, hakuna anayeweza kuilipa. Hata utumie gharama yoyote ile, hauwezi kuifikia ile gharama ya msalabani Yesu aliyomwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuenende katika maisha haya sasa hivi ambao tumepata neema ya kuokolewa, tuenende katika utakatifu. Amen. Tutende mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Kile kiambaza alichokitoa, ule ukuta aliobomoa, usirudi tena kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama una Roho Mtakatifu, una yule Roho atendaye kazi ya kuasi. Yule ndio anakupeleka kukutumikisha. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuongoza katika mema. Roho yule wa kuasi anakuongoza kutenda yale ambayo hayamtukuzi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Tumesoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Hapo ndipo tunapoenda kujifunza neno letu. Linatuambia tulikuwa wafu tulipokuwa katika makosa na dhambi zetu. Tukaona kwamba dhambi inatuletea ufu. Dhambi inakuletea kufa. Unakufa kiroho na inakupelekea kufa hata kimwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inaweza kupelekea ukafa kimwili kabla ya siku zako. Kwa sababu ya nini? Ule ulinzi, ule uzima unakuwa haupo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza asubuhi leo kwamba tumenunuliwa, tumegharamiwa, tusirudi tena katika dhambi. Tusitende dhambi ambazo zinatufanya tujitenge na Mungu. Tutengwe na uzima ule ambao Mungu ametuandalia. Tuenende katika hali ya kumtukuza Mungu, tuenende katika utakatifu ili tuweze kutenda mapenzi ya Mungu katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Ukiasi, roho yule anatenda kazi ndani yako, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati ya hao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba yupo roho yule atendaye kazi ya watu wale walioasi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitenda dhambi, kuna roho inayokumiliki na kukutawala ambao itakuendesha katika maisha hayo. Ukitenda mema, yupo Roho Mtakatifu anayekuendesha katika maisha ya utakatifu ili uweze kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi na makosa inatupa ufu. Dhambi na makosa inatufanya tufe. Tuondoke katika kifo. Tumenunuliwa, tumegharamiwa. Kwa hiyo hichi kifo cha kusababishwa na makosa na dhambi tuepukane nacho. Bwana Yesu asifiwe. Tukatende mema kupitia Roho Mtakatifu aliye kiongozi na mwalimu wetu, kupitia damu ya Yesu tukawe hai siku zote za maisha ambao Bwana ametupa neema kuwepo chini ya jua hili. Hata milele pia tunaweza tukawa na maisha mazuri kwa sababu ya ile ulioiandaa chini ya jua. Ukiandaa maisha mazuri ndio yanaelekea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiondoka mahali hapa utaambatana na matendo yako, yatafuatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukatenda dhambi duniani ukaondoka katika dhambi ukasema nitaenda kubadilishiwa huko. Huwezi kubadilishiwa. Badiliko linakuja duniani hapa mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Badiliko liko mahali hapa. Unapotenda mema, ukifa, huo wema wako utaondoka nao. Unapotenda dhambi ukifa, ile dhambi utaondoka nayo. Hawezi kaombea ukabadilisha ukitali umeshakuwa umekufa. Tuulizane kwa kwa pendo. Umekwisha kulala, umeondoka, umekufa, umeondoka. Maombi yapi ambayo yatakusababisha sasa wewe uweze kusogea sehemu nzuri? Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ambacho kitakusababisha uenende katika hali nzuri? Kwa sababu ulipokuwa duniani umetenda mabaya. Nitaomba nini kwako ikiweze kukusogeza katika hali nzuri?
Maombi yapi yatakayokubadilisha ukiwa tayari umeshakufa, ya kukupeleka katika utakatifu? Kumbe tunajifunza kwamba kabla hujaondoka, muombe mwenzio maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Akisha kuondoka hauna nafasi ya kumwombea utakatifu. Muombe akiwa anatembea, muombe akiwa yupo. Ukiona kuna tabia ambayo huielewi kwake, muombe akiwa bado anatembea. Bwana Yesu asifiwe. Akisha kuondoka, hata ukiomba ufanyeje, hakuna kitakachoweza kubadilisha ile tabia aliyoondoka nayo. Hakuna kitakachoweza kubadilisha ile dhambi aliyoondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu na dhambi.